Miaka miwili imepita tangu kuondoka kwa kipenzi cha wengi, mzee Mwalimu Salvatore Mugisha aliyefariki dunia Machi 30 mwaka 2024, tukio liloacha simanzi kubwa kwa familia, marafiki na jamii iliyomzunguka. Kabla ya umauti kumkuta, marehemu alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Bukoba, wodi ya wagonjwa mahututi ICU, ambako kwa mujibu wa familia yake, madaktari na wauguzi walijitahidi kwa hali na mali kuhakikisha maisha yake yanaokolewa, lakini hatimaye mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakatangulia. Leo kumbukumbu ya maisha yake haijaishia kwenye huzuni pekee, bali imegeuka kuwa daraja la matumaini kwa wengine. Katika kuenzi juhudi za wataalamu wa afya waliompambania marehemu, familia ya mzee Mugisha ikiongozwa na mama wa familia Maria Goretti Mugisha imefanya tendo la huruma kwa kuwasilisha msaada wa mahitaji muhimu kwa wagonjwa waliolazwa ICU. Kitendo hiki kimebeba ujumbe mzito wa shukrani, kuthamini na kugusa maisha ya wengine wanaopitia wakati mgumu kama waliopitia wao. Kama familia ya mzee Salvatore Mugisha, ndugu jamaa na marafiki wote, tumeona tuje tufanye tendo la huruma, maana baba alikaa hapa ICU wiki 3. Hivyo tuliona yale ambayo yalikuwa yanahitajika kwa kipindi chote alichokaa wiki 3 hapa ICU. Kwa hiyo tuliona walikiletwa wagonjwa ambao wako mahututi, waliopata ajali, wote walivyokuwa wakiletwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaona mapungufu yaliyoko. Kwa hiyo tukaona tulete hayo mapungufu ambayo yalikuwa yanahitajika kwa haraka. Maana kuna wagonjwa wengine wanakuja usiku wa manane, huwezi kumwambia kalete pampers, kalete wipes, au kalete mafuta, au kalete maziwa pia ya haraka kumlisha. Kwa hiyo tumeona hivyo vitu ni muhimu, tukaona basi tuje tutoe matendo ya huruma kwa wagonjwa hawa ambao wako kwenye vyumba vya ICU na watoto wachanga. Kuna watoto wachanga ambao pia wanaachwa na wazazi wao, wanaacha wodini. Kuna watoto wanaozaliwa njiti, hivyo wakawa wanasema wana mapungufu ya nguo, soksi na kofia. Kwa hiyo tukawa tumenunua hivyo vitu kwa ajili ya kuwaletea watoto wachanga, na maziwa na pampers za watoto pamoja na wipes na mafuta ya kupaka na sabuni. Nashukuru sana familia, tumeambatana na mama na wadogo zangu na kaka zetu. Hawa ni sehemu tu ndogo ya familia kama wawakilishi, lakini tunashukuru wakwe pia nao wameweza kuwa pamoja nasi kama familia, ndugu jamaa na marafiki wote waliochanga kwa ajili ya kuduma hivyo vitu na kuletea wagonjwa. Akizungumza kwa hisia, Maria Goretti Mugisha, mke wa marehemu mzee Salvatore Mugisha, amewataka watumishi wa afya kuendelea kuguswa na kujitoa kwa moyo wote, akieleza kuwa anaelewa vyema changamoto na uzito wa kazi wanayoifanya kila siku. Uzito wa kazi yenu na ufahamu. Mungu tu awabariki, awape nguvu za kuhudumia wagonjwa kama hao. Maana na mimi mwenyewe ni muuguzi mstaafu. Yes, midwife. Sasa nafahamu shida na ugumu wa kazi hii. Mungu awabariki, muendelee kuhudumia wagonjwa kama hao na wote. Maana siku nyingine mko hapa, siku nyingine mtakwenda maodini huko. Basi natambua umuhimu wenu wa kazi. Naye Devota Mugisha, mwanafamilia ambaye ni mke wa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, ametoa wito wa wananchi kuguswa na kujitokeza kusaidia mahitaji muhimu katika wodi ya wagonjwa mahututi, akisisitiza kuwa wagonjwa hawa wakiwemo watoto na watu wazima wanahitaji msaada wa karibu ili kuwawezesha wahudumu kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Baba yetu, siku kama alivyosema dada yangu, siku 21 yuko hapa. Tuliona huduma mnayoitoa, mnakesha, amlali, mnahudumia watu ambao katika hatari ya kufa. Maana mtu akiwa ICU malaki ni bahati na simu kupona au kutoka. Tuliona mlivyokuwa mnakesha. Kwa hiyo na nyie tunaendelea kutambua kazi yenu. Tulivyovileta hapa mfano kama maji ya kunywa, na nyie mchukue maji ya kunywa mweze kupata maji ya kunywa. Maziwa saa nyingine mnakesha, na nyie mpate kahawa, mpate tunatambua kazi yenu. Tunaendelea kuwashukuru sana kwa kuweza kumhudumia mzee wetu siku alizokaa ICU. Unajua kama mtu hujauguza, huwezi kujua kama kuna watu wanauguza na wana changamoto. Kwa hiyo tunawashukuru sana idara ya afya, tunawapenda sana.
Mbali na hapo, lakini bado familia ya marehemu Mzee Mgisha, akiwemo mke wake, akiwemo dadangu mke wa Bebulo, wote ni wauguzi. Kwa hiyo wanaelewa tunachokifanya. Tunaendelea kuishukuru ofisi ya ustawi wa jamii. Kwa kweli ofisi ya ustawi wa jamii hapa government imekuwa ikitoa msaada mkubwa sana, mpaka inafika hatua inaelemewa. Wagonjwa ambao wana uhitaji mkubwa, unakuta gharama zote zinaenda kwenye ustawi wa wa jamii. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, Mheshimiwa Johnston Johansen Mtasingwa alitembelea hii hospitali na kuona hili kwamba kuna uhitaji mkubwa wa kuendelea kusaidia hasa kwa watoto wachanga na watu wa ICU. Kwa hiyo na sisi kama familia, na huyu mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini ni miongoni mwa wakwe wa marehemu Mzee Salvatori Mgisha. Kwa hiyo kama yeye alivyotoa hamasa, basi na sisi kama familia tumeendelea kumuunga mkono kwa lile aliloliona, tunaendelea kulifanya. Mahitaji yaliyopelekwa na familia hii yanatajwa na wahudumu wa afya kuwa ndiyo muhimu na kila siku yanahitajika katika kutoa huduma kwa wagonjwa waliolazwa. Lakini pia tunao ambao wanakaa muda mrefu ambao wanaendelea na matibabu. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana. Mlivyovileta ni mahitaji ambayo yanatumika kila siku. Kwa hiyo na kama ambavyo umegusia ustawi wa jamii, tunashirikiana nao kwa pamoja. Kila siku tunapokwamba tunawaona, kwa hiyo kitu kilichofanyika kitaturahisishia sisi tunapotoa huduma na kitaendelea kuboresha zaidi. Karibuni sana. Hii sio tu kumbukumbu ya aliyepotea, ni somo la upendo, mshikamano na umuhimu wa kuthamini juhudi za wale wanaopigania maisha ya wengine kila siku. Kwa familia ya Mgisha, huu ni mwanzo wa kugeuza maumivu kuwa matumaini, na kwa jamii ni wito wa kuguswa na kuchukua hatua. Mimi ni Arnold Kaidembo na hii ni TNTV. Usisahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment.